Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumainia kwamba mko salama salimini, na tunatumia fursa hii kukaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika hali yake ya kiusalama ambayo upande wake wa mashariki inazidi kuzorota siku baada ya siku. Na tutakwenda kuanzia huko mkoani Ituri ambako hali ya mvutano iliripotiwa hiyo Ijumaa tarehe 3 Aprili katika majira ya saa 6 mchana katika kijiji cha Nyanya, ambako mapigano yalizuka kati ya polisi na wakazi waliokuwa na hasira. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, wananchi walikuwa wakijaribu kuwachoma moto watu wawili waliotuhumiwa kuwa na uhusiano na waasi wa ADF NALU wanaodaiwa kuhusika na mauaji ya hivi karibuni yaliyotokea Bafuakoa. Jaribio la vikosi vya usalama kuwatawanya wananchi hao liliishia kugeuka ghasia. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa polisi walifyatua risasi za moto, hali iliyosababisha vifo vya raia wawili akiwemo msichana mmoja. Wakati huo huo, takwimu kuhusu shambulio la Bafuakoa katika wilaya ya Mambasa inaendelea kutofautiana. Katika taarifa rasmi iliyotolewa na majeshi ya Kongo na kusambazwa na serikali, inadai kwamba idadi ya waliouawa imeelezwa kuwa ni raia wapatao 43 ama 40. Hata hivyo, mashirika ya kiraia ya eneo hilo yanapinga takwimu hiyo, yakidai kuwa idadi halisi ni kubwa zaidi. Kulingana na taarifa zao, miili isiyopungua 46 ama 46 ndizo ambazo zilipata kupatikana hadi usiku wa manane wa Alhamisi hiyo, huku takriban watu 30 ama presque 30 personnes wakidaiwa kutekwa nyara na wapiganaji wa ADF NALU na kupelekwa msituni. Taarifa hizi pia zinaungwa mkono na baadhi ya wakazi wa kijiji cha Bafuakoa wanaoelezea shambulio hilo kuwa la kikatili sana, huku wakionyesha masikitiko makubwa juu ya idadi ya vifo na hali isiyojulikana ya wale waliopotea. Na huko mkoani Kivu Kusini, wanajeshi 6 waliokuwa sehemu ya muungano wa waasi wa Twirwaneho M23 RDF wamejisalimisha kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, kulingana na vyanzo vinavyoaminika. Kwa mujibu wa maelezo yao, hali ya maisha ndani ya kundi hilo la waasi ni ngumu, ikikumbwa na umaskini mkubwa pamoja na ukosefu wa mahitaji muhimu. Wapiganaji hao pia wanazungumzia vitendo vya unyanyasaji vinavyolenga baadhi ya jamii za wenyeji, hasa Banyamulenge, ambao kwa mujibu wao hutumiwa kama ngao za kibinadamu katika baadhi ya maeneo ya mapigano, jambo linaloweka katika hatari kubwa. Aidha, ushuhuda huo unaonyesha kuwepo kwa mbinu za kulazimisha zinazolenga kuzuia wanajeshi kujiondoa na kujisalimisha. Wanataja vitendo vya ukatili vikiwemo mashambulizi ya mabomu ambayo yamelenga bila ubaguzi raia pamoja na mifugo, kwa lengo la kuzuia upinzani wa ndani na kudumisha udhibiti wa wapiganaji. Vyanzo hivyo pia vinaeleza kuwepo kwa mkakati mpana unaolenga kueneza hofu miongoni mwa raia pamoja na kuathiri namna mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unavyoeleweka, huku hali ya usalama ikiendelea kuwa tete katika eneo hilo. Na tujielekeze huko mkoani Kivu Kaskazini ambako raia wawili wameripotiwa kutekwa nyara na watu wenye silaha wasiojulikana usiku wa kuamkia Alhamisi ya tarehe 2 Aprili mwaka 2026 kufuatia shambulio lililotokea katika kijiji cha Habula kilichoko katika grupema ya Luberike wilayani Walikale. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyofanana, vinadai kwamba watu hao wenye silaha waliingia ghafla katika eneo hilo ambalo kwa sasa linaripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23. Shambulio hilo linaloelezwa kuwa la haraka na lenye ukatili lilisababisha uporaji wa nyumba kadhaa za raia. Washambuliaji hao wanadaiwa kuondoka na mali za thamani, vyakula pamoja na vitu mbalimbali vya matumizi ya nyumbani. Wakati wa tukio hilo, wakazi wawili walitekwa na watu hao wenye silaha. Hadi sasa utambulisho wao bado haujathibitishwa rasmi, huku mazingira halisi ya kutekwa kwao yakiendelea kuwa hayajulikani.
Hata hivyo, mashuhuda wanasema kuwa operesheni hiyo ilifanyika kwa ukatili mkubwa na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Tangu tukio hilo, hali ya wasiwasi imeongezeka ndani ya jamii, hasa kwa familia za waliotekwa ambazo bado hazijapata taarifa yoyote kuhusu wapendwa wao. Familia hizo zina hofu juu ya usalama wao na zinatoa wito wa haraka wa juhudi za kuwatafuta na kuwaokoa. Tukio hili linatokea katika mazingira ya usalama yanayoendelea kuwa tete katika eneo hilo la Kivu Kaskazini. Wilaya ya Walikale bado inakabiliwa na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha, hali inayowaweka raia katika hatari ya mara kwa mara ya vitendo vya ukatili kama vile uporaji, utekaji nyara na kulazimishwa kuhama makazi yao. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka za eneo husika wala vikosi vilivyopo kuhusu tukio hili la utekaji nyara. Tukisalia huko Kivu Kaskazini, sherehe kubwa ya kijeshi ilifanyika tarehe 2 Aprili huko Mavivi karibu na mji wa Beni, ambapo walinda amani wapatao 347 ama 447 casque bleu kutoka Afrika Kusini walitunukiwa kwa heshima medali ya Umoja ya Mataifa kama kutambua huduma yao ndani ya misheni ya Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO. Wakati wa tukio hilo la utoaji wa heshima, maafisa kutoka nchi 12 walihudhuria pia, wakithibitisha ushirikiano wa kimataifa katika utekelezaji wa jukumu la kudumisha amani lililopewa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Tuzo hii inaashiria kutambuliwa na Umoja wa Mataifa kwa juhudi za walinda amani katika kulinda raia, moja ya kipaumbele kikuu cha misheni yao katika mashariki mwa DRC, eneo linaloathirika na ghasia za makundi yenye silaha ikiwemo ADF NALU, ambao bado wanachochea kutokuwa na usalama na kupeleka watu kuhama makazi yao. Walinda amani hao, wengi wao wakiwa wamemaliza muda wao wa huduma, walifanya doria za kila siku kuhakikisha usalama wa raia katika maeneo hatarishi na kutoa msaada wa kibinadamu na kiutendaji kwa jamii zilizokaa mbali. Hatua zao zimetambuliwa kwa kuimarisha uwepo wa Umoja wa Mataifa katika maeneo hatarishi zaidi na kusaidia kupunguza athari za ghasia za silaha kwa kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na vikosi vingine vya kimataifa vilivyo kwenye eneo hilo. Maafisa waliotunukiwa walieleza fahari yao ya kuhudumia chini ya Umoja wa Mataifa, wakisisitiza kwamba medali hizo si tu kutambua juhudi za wenzao wa kimataifa, bali pia ni heshima kwa waliopoteza maisha wakiwa kazini, pamoja na wafanyakazi wote wa Umoja wa Mataifa waliopo kwenye eneo hilo lenye changamoto nyingi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza mazungumzo na utawala wa Donald Trump kuhusu uwezekano wa kupokea wahamiaji watakaofukuzwa kutoka Marekani na kupelekwa katika nchi ya tatu. Hiyo ni kwa mujibu wa vyanzo vya serikali na kidiplomasia vilivyoko Kinshasa. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mazungumzo haya ni sehemu ya mkakati mpana wa Washington unaolenga kuharakisha mchakato wa kuwafukuza wahamiaji wanaoishi Marekani bila kibali rasmi. Mkakati huo unahusisha kufikiwa kwa makubaliano kwa njia ya siri na baadhi ya nchi washirika, mara nyingi bila uwazi mkubwa kuhusu masharti yake, ili kuhamisha wahamiaji kwenda katika nchi ambazo si raia wao. Mazungumzo kati ya Kinshasa na Washington yanafanyika sambamba na masuala mengine nyeti yanayozihusisha nchi hizo mbili, ikiwa ni pamoja na juhudi za kidiplomasia za Marekani kuunga mkono makubaliano ya amani kati ya Kongo na Rwanda, pamoja na majadiliano kuhusu upatikanaji wa rasilimali muhimu za madini za Kongo ambazo zina umuhimu mkubwa kwa sekta ya teknolojia. Hata hivyo, mipango hiyo ya kuwahamisha wahamiaji kwenda nchi za tatu imeibua ukosoaji mkali. Wataalamu wa sheria pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu wanahoji ukosefu wa msingi wa kisheria ulio wazi na wanaonyesha wasiwasi kuhusu hatima ya watu wanaohusika.
Katika baadhi ya matukio, wahamiaji wameripotiwa kufukuzwa licha ya kuwa na ulinzi wa kisheria uliotolewa na mahakama za Marekani uliokusudiwa kuzuia hatua hiyo. Marekani tayari imetekeleza mipango kama hiyo katika baadhi ya nchi za Afrika zikiwemo Ghana, Cameroon, Guinea Ikweta na Eswatini, hali inayoongeza wasiwasi kuhusu mazingira ya mapokezi na kuheshimiwa kwa haki za msingi za wahamiaji wanaohamishwa. Hadi sasa hakuna makubaliano rasmi yaliyofikiwa kati ya Washington na Kinshasa. Masuala kadhaa bado hayajawekwa wazi, yakiwemo muda wa kuanza kwa safari za kwanza za uhamishaji, idadi ya wahamiaji watakaohusika, uraia wao, pamoja na kile ambacho Kongo inaweza kupata kama fidia kwa kukubali mpango huo. Kwa mujibu wa chanzo kilicho karibu na shirika la kimataifa la uhamiaji, mazungumzo hayo yanaweza pia kuhusisha wahamiaji kutoka Amerika ya Kusini, hasa Venezuela. Ilipowasiliana na Reuters, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilikataa kutoa maoni kuhusu mawasiliano hayo ya kidiplomasia, huku urais wa Kongo nao haukujibu mara moja ombi la kutoa maelezo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika sekta yake ya kiusalama na kidiplomasia, ambako mivutano mingi inaendelea kuonekana. Na kwa kutaka kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu, basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa. Asante.